Habari, asanteni kwa kufuatilia kurasa zetu na maudhui yetu yanayohusiana na masuala mazima ya afya ya akili, masuala ya kisaikolojia kwa ujumla wake. Leo ningependa nilete kwenu kisa cha Bwana Jua ambacho tutakichambua pamoja kitaalamu. Bwana Jua ni kijana wa umri wa miaka 27, alihitimu elimu yake ya chuo kikuu, akapata kazi nzuri, alikuwa anafanya kazi kwa juhudi sana na alikuwa anapewa sifa nzuri. Bwana Jua anasema aliona kama maisha sasa ameshayapatia. Kwa bahati mbaya, Bwana Jua akapoteza kazi yake. Kwa kipindi cha mwaka 1.5 Bwana Jua alikuwa hana kazi. Hili lilimpa sana changamoto Bwana Jua. Kwa hiyo Bwana Jua anasema hii imempelekea hata kuwa mbali na marafiki zake, kuwa mbali na familia yake, kwa maana wakati mwingine ajue awaeleze nini, na hasa kama wanamtaka aweze kuwasaidia kifedha. Bwana Jua anasema alikuwa anatafakari sana ni kwa namna gani ataweza kupata chakula, na malazi ilikuwa ni changamoto pia. Lakini Bwana Jua anasema amepata changamoto, sasa hivi halali vizuri. Kwa kipindi kirefu halali vizuri, hana utulivu wa nafsi, hana furaha. Bwana Jua alikuwa ni mtu anasema ni smart sana. Alikuwa anahakikisha chumba chake na yeye mwenyewe ni nadhifu wakati wote. Lakini sasa hivi hajiangalii sana, na wakati mwingine hafanyi usafi chumbani kwake, wakati mwingine aangalii hata masuala yake mazima ya usafi. Bwana Jua anasema pia kwa sasa ni kama amepoteza kujiamini kwake, na hasa akipewa mirejesho ambayo ni hasi, kwa maana akiambiwa kitu hii inamchanganya zaidi. Bwana Jua amekata tamaa, hajui nini cha kuweza kuendelea. Sasa mimi na nyinyi tujiulize, je, hii ni changamoto ya afya ya akili na tumsaidieje Bwana Jua? Tukutane kwenye part 2 ambayo tutaenda kusema kama hii ni tatizo ya afya ya akili, ni tatizo gani na tumsaidie vipi Bwana Jua.